ZTV, tumaini la wengi. Na mtazamaji wa ZTV, karibu katika kipindi cha Baada ya Ibada. Kipindi hiki kinachokuletea mambo mbalimbali ambayo yametokea ndani ya ibada, ambapo baada ya ibada tutapata maoni kutoka kwa washirika. Na leo tupo na dada hapa, atajitambulisha kwa majina yake, yeye ni nani na nini amejifunza kwa siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani kwa faida ya watazamaji? Kwa majina yangu ni Samson. Nasali FPCT Bethel. Na dada Happiness, kwa siku hii ya leo Jumapili ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, tunapenda kusikia machache kutoka kwako. Nini ambacho umejifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu? Okay. Kwa siku ya leo nilichojifunza mimi madhara ya kukosa uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Kijana, nikizungumzia upande wa kijana akikosa uwepo wa Mungu kwenye maisha yake, kwanza anakosa dira ya maisha. Pili, kuna namna anakosa nafasi ya ukisoma kwenye Biblia anasema kwamba Mungu anatupa anatupa nguvu ya kupata utajiri. Sasa tunapataje kama hatuna uwepo wake? Kwa hiyo inabidi tuwe karibu na Mungu, tupate uwepo wa Mungu ili atuwezeshe kupata huo utajiri. Wito wako kwa Wakristo na washirika wa kanisa la FPCT Bethel za KM na Wakristo kwa dunia nzima ni upi? Wito wangu bwana, kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu kuna faida kubwa sana katika kumtumikia Mungu, kwa sababu kumtumikia Mungu unapata amani, unapata utulivu wa akili. Sasa imani ufanikiwe, unahitaji utulivu wa akili, na bila utulivu wa akili ni ngumu sana. Kwa hiyo yote vyema tunapata kwa Mungu, yote vinavyodumu ambavyo havitaanguka tunapata kwa Mungu peke yake. Basi ni hayo tu. Na mtazamaji wa ZTV, hayo ndio maoni kutoka kwa dada yetu Happiness hapa. Na kutoka hapa FPCT Bethel za KM Mbagala, mimi sina ziada. Mimi ni mtangazaji wako Ephraim James. Uwe na wakati mwema, bye bye. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Michael Nyambilile Mbogela. Okay, siku ya leo imekuwaje? Siku ya Jumapili imekuwaje kwako? Imekuwa ni siku njema sana, siku yenye baraka. Nimeona mkono wa Mungu, nimeona Mungu akijidhihirisha katikati ya kundi lake. Kwa utukufu na nguvu imrudie yeye aliye juu mbinguni. Je, unaweza ukamwambia nini mtumishi wa Mungu au mtu anayekusikiliza sasa hivi? Unaweza ukamwambia nini kuhusiana na kile ulichojifunza Jumapili ya leo? Naweza nikamwambia kwamba Mungu kila anapoachilia neno lake ana makusudi na kundi lake. Hivyo naweza nikatoa usia kwa wote ambao wamemwamini Yesu Kristo na ambao bado hawajamwamini, waweze kuja mahali hapa wakutane na mkono wa Mungu kadri Mungu anavyojidhihirisha kila wiki. Amen. Mungu akubariki sana. Amina sana. Amen. Asante. Amen. Shalom. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Salama. Natamani nikufahamu, unaitwa nani? Esther. Esther nani? Esther Daniel. Unaionaje siku ya leo? Siku ya leo ni nzuri. Uzuri kivipi? Watu wengi kila mtu kimuuliza hapa anakuambia ni nzuri. Hebu niambie uzuri wake umeuonaje kwako? How special is it? Uzuri wake ni kwamba nafurahia kwanza kuwa uweponi mwa Bwana. Pia ibada ilikuwa nzuri. Neno pia lilikuwa zuri. Kwa kila kitu ambacho kilikuwa ibadani leo umekiona ni kizuri na kimekubariki. Hebu unaweza ukaniambia kitu kimoja ambacho umekiona ibadani leo kimetokea kikakugusa sana na ambacho unasema mimi hiki nakichukua maishani mwangu? Kimoja tu, niambie kitu kimoja ambacho umekiona leo ibadani, kama ni swala la sadaka au ni ushuhuda au ni neno au kwaya ilivyoimba, kuna maneno fulani waliimba, au praise team kuna maneno fulani waliimba yakakugusa ukasema haya mimi naondoka nayo leo. Hebu niambie nini ambacho unaona? Ni kwenye kwaya. Kwaya limba nini? Neno gani ambalo lilikugusa wewe? Ni mengi aloni. Nataka neno moja tu ambalo yani mimi unasema hili mimi naondoka nalo leo, hili la kwangu hili. Ili mimi nitalisimamia maishani mwangu. Kujipa moyo. Kwa kwenye kwaya waliongelea swala la kujipa moyo. Na kwenye kujipa moyo wewe unaliongeleaje swala la kujipa moyo? Kwa nini ujipe moyo?
Unajua tunaishi katika maisha mbalimbali na kuna muda inafikia kuna mahali unakata tamaa. Mungu anainuka, anakutia nguvu. Unajipa moyo tena wa kuendelea mbele. Kwa unachotaka kutuambia kwamba tegemeo lako liwe Mungu tu, si ndio? Mungu tu pekee. Pale unapokutana na changamoto usitegemee wanadamu, si ndio? Na kabisa mimi na Mungu. Mimi na Mungu, Mungu na mimi. Mpaka kieleweke. Tia 5.